karibu katika kipindi maalum. Leo hii tumetembelea mtaa wa Kikwajuni na leo hii tumemtembelea mwana artist maarufu ambaye tutaenda kufahamu historia mbalimbali ambazo amezielezea hapo nyuma. Huyu ni Ajit Singa. Utakuwa nami mtangazaji wako Hadija Haji. Karibu tuwe wote katika historia hii. Mzee wangu Ajit Singh Hugan alikuja mwaka 1936 Zanzibar. Dada yake aliolewa hapa Zanzibar. Yeye alikuwa safarini kwenda Marekani. Yeye na mama yetu na mkewe. Kuja hapa, bahati mzee alikuwa na fani nyingi sana kwa sababu alikuwa kasoma chuo kikuu mambo ya sayansi na hisabu, alafu alikuwa draftsman, kuchora ramani hizi, na pia alikuwa ni mtundu kwa ufupi, mambo mengi akifanya mpaka fundi radio na kadhalika. Sasa wakoloni walikuwa na function fulani Victoria Garden pale, amplifier yao ikakorofisha. Wakamuita mzee kwa kuwa alikuwa analifahamu ile tatizo, kalirekebisha kwa muda mfupi. Ikabidi sasa, kulikuwa na mkoloni bwana Bentley akiitwa, ambaye alikuwa chief engineer katika wakati huo kwenye serikali ya Zanzibar ya kikoloni. Akamdadisi, wewe vipi, unaenda wapi, kwa nini uende huko? Akamdadisi na akamshauri badala ya kwenda Marekani, kwa nini usifanye kazi Zanzibar? Mzee akakubali, lakini kwa misingi kwamba asomee zaidi fani ya uchoraji wa majengo. Kwa hivyo alichukua kozi kutoka kwa njia posta, na mwaka 43 alifanikiwa kuchukua degree yake ya architecture. Na hapa nayo kazi yake ambayo zile tesi zote alofanya, maswala na majibu, kimetengenezwa kitabu. Original kitabu liwa hapa watu wa Omani archive, kwa sababu kilikuwa kinaendelea kumomonyoka kwa sababu kilikuwa na umri mkubwa tangu 43 huko. Na badala yake wakanipa kitabu ambacho kimefanywa scanning nacho hapa. Kwa hivyo baadaye nitakuonyesheni baadhi ya maswala na majibu alojibu babu. Baadhi ya vifaa alikuwa anatumia, kwa kweli wakati huo ulikuwa hamna kompyuta, hamna calculator, hamna kitu chochote ambacho ilikuwa kila kitu kwa kazi za kwa vyombo vya analog. Wakati huo digital haipo. Kwa hivyo kuna baadhi ya compass, baadhi ya set square, baadhi ya nini ni ziko ndani, na wakati huo ndo kama unavyosema alikuwa hamna vivi mambo ya taaluma kisasa. Kwa hivyo mambo yote alikuwa anatumia kichwa kudesign mipango yake yote, kutoka na miongoni mwa majengo alojenga hapa uwanja ndege wa mwanzo Zanzibar Kisauni pale, kijengo kidogo kile alichora. Baadaye akachora ile terminal nyingine ambayo ndege za serikali zilikuwa zinatumia pale. Na miongoni mwa kazi mbalimbali alofanya ni pamoja na hospitali ya Mnazi Moja, makumbusho ndogo, Karume Hall, El Selassie School Darajani, Ngome Kongwe sehemu ya mbele, Forodhani Landscape, pamoja na nyumba kulea watoto. Na kazi yake ya mwisho ilikuwa Sebleni, nyumba zake. Baada hapo tena aliacha kazi, akaenda kufanya kazi Malawi, na alimaliza kazi Malawi mwaka 78, akarudi Zanzibar akafa mwaka 86. Lakini jambo ambalo nataka kulizungumza hapa kwamba nafikiria hizi tafiti za majengo zifanywe upya. Kwa mfano pale El Selassie na ushahidi na nazo plani zake, ile sehemu kuanzia msingi mpaka jengo lenyewe mpaka mapaa, pamoja na jengo la Darajani School, ile alichora babu yangu. Lakini bahati mbaya kuna bao ambao linaning'inia pale la Mji Mkongwe kusema kwamba Sinclair ndo lofanya yale. Sinclair hapa aliondoka mwaka 1924. Babu kaja mwaka 36 baada ya miaka 12. Na wakati babu ndiye ndo architect wa serikali, Sinclair alikuwa hayupo hapa. Na kwa taarifa yenu, Sinclair alikufa mwaka 61. Kwa hivyo hakuna uhusiano wote wa Sinclair na babu. Lakini bahati mbaya baadhi ya majengo aliojenga babu yameandikwa kama kajenga mtu mwingine. Kwa kweli tunahitaji tufanye utafiti, na namshukuru Rais Mwinyi safari hii kati ya vijana wengi wenye taaluma, na nafikiria wajikusanye hao, tuiandike tena historia yetu upya kwa manufaa ya vizazi vijavyo, badala ya kutegemea historia iliyoandikwa na wakoloni wetu na kwa maslahi yao. Kwa nafikiria ishafika wakati sasa hivi tuamke na tuweke historia iliyokuwa sahihi, sio hii mambo ya kudanganyana. Jambo ambalo nimesahau kidogo, babu yetu vile vile wakati wa ukoloni, wakati wa Said Khalifa,
mwaka 47 Januari alipewa medali ya Brilliant Star of Zanzibar, nyota inong'ara ya Zanzibar. Na miongoni mwa majengo ambayo mimi inanifurahisha sana na ni kivutio kikubwa cha utalii ni sehemu ya mbele ya Ngome Kongwe pale. Ile sehemu alidesign babu yangu na plani yake, bahati nzuri ipo ndani, na hivi karibuni naona alijaribu kutia plasta simenti, nimekapiga kelele, na bahati nzuri viongozi wetu ni wasikivu, zikatolewa ile plasta, na sasa hivi hali iko katika hali ya kawaida kwa kweli, na hilo nalishukuru sana. Na miongoni mwa plani ambayo alochora babu ni pamoja na ile Malindi Police mnaiona ya, na Police Line, na baadhi ya majengo Pemba, kwa mfano hospitali ya Wete pale ile ilichorwa na babu. Kuna Kibirinzi iko workshop, sijui nimeona plani zake hapa, babu ana mkono wake. Kwa hivyo kuna kazi nyingi sana zimefanywa naye, na najaribu kupitia baadhi ya vitu vyake hapa, na kila siku nagundua nyumba hii, kila hatua ni historia na maarifa. Najua zamani taaluma hii watu walikuwa naenda nje kusoma, lakini bahati nzuri sasa hivi Tanzania kuna chuo cha ardhi, kuna Karume Technical College, kuna hii Mbweni, na nasikia watu wa Mbweni, watoto na watoto wa Mkunguni wanapita kufanya tafiti zao, lakini bahati mbaya nadhani kutokujua kwao hapa hakuja hata mtu mmoja kutoka Mikunguni wala Mbweni. Kwa hivyo kama taarifa hiyo wataisikia, wafanye utaratibu, waje wanione na nionyeshe kazi ya babu ambayo alofanya. Na jambo ambalo liko zuri kweli kwa wao ni kitabu hichi, kama nilivyosema kwamba ni mtihani alofanya, aloandika kwa mkono wake. Haya ni maswala na majibu kuhusu usanii wa majengo ya Zanzibar, na humu mna chapter kama 15. Mambo yote ya usanii wa jengo humu yamo, na imeandikwa kwa mkono wake. Bahati nzuri alipokuwa anafanya thesis hii, profesa mmoja humu ka comment kwamba hii compile ifanye kitabu, na original kitabu nimewapa watu wa Kavi ya Omani, kwa sababu kilikuwa kinaendelea kuharibika hapa mikononi mwangu, na wao badala wakanipa hii hapa pamoja na flash yake. Kwa hivyo nafikiria kama watapata taarifa hizi, wafanye utaratibu ili tuje tuyazungumze haya kwa manufaa ya Tanzania nzima. Unajua kafanya mengi mzee, si mzee tu. Kwa mfano Mama Siti binti Saad, yeye ndo katika ni malkia wa taarabu wa East Africa. Kwa hivyo alikuwa na shauri, japo barabara ya Fumba ile ikaitwa Siti binti Saad Road. Na tuna watu kama kina mzee Abdalla Farhani, babu yetu, kuna Dr. Said Abudu. Sasa ningeshauri labda baadhi ya sehemu, ili kwa kutukuza majinao na kuipa nafasi katika tafiti wafanyiwe, labda kwa mfano kama Forodhani Park ikaitwa labda Ajit Singh Park, labda kuna pahala ikaitwa Abdalla Farhani Road. Na tulikuwa naye mpaka Bwana Musa ambaye alikuwa anaandika, ni msanii wa vitabu, na bahati nzuri ya watu wote walikuwa naishi Kikwajuni. Kwa hivyo leo huwezi kuzungumza historia ya mji mkongwe na historia sanaa na kuiacha Kikwajuni isizungumzwe. Kwa hivyo kwa mfano Abdalla Farhani kaishi Kikwajuni, Bwana Musa alikaa hapa Kikwajuni, Ajit Singh hili ndio jengo lake alokaa Kikwajuni maisha yake yote. Na kwa hivyo nafikiri hata ng'ambu vile vile inahusika na masuala ya historia ya mji mkongwe. Kwa hivyo historia ya mji mkongwe inaendana na mapacha wake ambao ni ng'ambu. Kwa hivyo mnapoingia mji mkongwe kutafuta historia, njoni na ng'ambu, kuna vitu chungu nzima vinachemka huko ambayo havijazungumzwa bado. Kwa hivyo kwa wasia wangu nafikiria vijana wangechangamka sasa hivi wakatafuta historia ile kwa kweli. Na sasa hivi bahati nzuri nyie elimu iko mikononi mwenu hapa, haiko mbali. Sisi wakati wetu usoma mpaka labda kuqualify jambo upate scholarship uende Urusi, Uchina na kadhalika. Sasa hivi mambo yote yako hapa Zanzibar. Kwa hivyo nafikiri mchangamke fursa hizo, ili baadaye na nyie mwe wataalamu kama wazee wetu walivyokuwa, na kuleta sifa nzuri kwa Zanzibar yetu. Na nafikiria vile vile serikali ingelea hizi makumbusho watu binafsi. Huko mitaani kuna vitu vingi vya kulewa na ikafanywa kuwa makumbusho. Tatizo ni fedha, na tatizo vile vile viongozi wetu washuke chini, waitafute historia sana ya Zanzibar badala kukaa maofisini. Kwa kweli nafikiria hilo ndio ushauri wangu.
Hii ni historia ya aliyekuwa mchoraji maarufu hapa Zanzibar, Ajit Singa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Hadija Haji. Ungana nami katika vipindi vijavyo.